Chama cha Wiper kimeongeza juhudi za kuimarisha muungano wa upinzani baada ya kutuma ujumbe wa viongozi wake kukutana na mwenyekiti wa bodi ya barabara nchini Aisha Jumwa. Kufuatia kujiondoa kwake katika chama cha UDA, viongozi hao waliokuwa Malindi, kaunti ya Kilifi, walimtaka Jumwa kuunga mkono azma ya kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ya kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ujumbe wa Wiper uliongozwa na mbunge wa Undanyi Danstan Mwashako na seneta wa Kitui Enoch Wambua ulimtembelea Jumwa huko Malindi, kaunti ya Kilifi. Viongozi hao walisema ushawishi wa Jumwa katika siasa, hususan za ukanda wa pwani, utakuwa muhimu katika kuimarisha muungano wa upinzani. Ziara hiyo inafuatia mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Jumwa na viongozi wanaohusishwa na harakati za Linda Mwananchi. Mwashako alisema upinzani unaendelea kujenga muungano mpana na kwamba mikutano zaidi itafanyika nyumbani kwa Jumwa huko Kakuyuni ili kuimarisha ushirikiano. Lazima muujiza Mungu akamsaidia kuufanya wa kupeleka mtu nyumbani na watano. Mimi najua huu ni muujiza mkubwa ambao watu wengi hawaamini, lakini inaenda kufanyika mwaka ujao kwa sababu tumelia vya kutosha. Ile tunaloomba sasa, huyu Gideoni Mungu ambaye atamteua awe ndiye atakayepeperusha bendera ya alternative government. Je, ni nani? Na najua hilo swali tunaulizana hapa. Jumwa alisisitiza kuwa uamuzi wake wa kujiondoa katika UDA hauna njia ya kurudi nyuma, akisema vyama mbalimbali vya kisiasa vimekuwa vikimtaka kujiunga navyo. Wale wengi ambao wanajua mimi nimehama chama cha UDA, na nikasema nimeifungua milango nikaweze kushauriana na watu wa Kilifi, watu wa Pwani, taifa zima. Na hawa ndugu zangu wako katika mishemishe. Mimi sitaongea sasa, nitapasua mbarika kadri tunazoendelea, lakini hivi sasa tuko katika kipindi cha mazungumzo. Baadhi ya viongozi wameutaja uzoefu wa Jumwa katika serikali kama utakaokuwa watija kwa muungano wa upinzani, huku baadhi wakitaka kuwekwa wazi kwa atakayepeperusha bendera ya urais upande wa upinzani. Huyu mama Aisha Jumwa, kiongozi wenu, kama nyinyi mtaona anafaa, simameni na yeye kujikomboa nyinyi wenyewe. Principle, msifanye makosa ya kila mtu kwenda kivyake, mtakuwa mmetumaliza kabisa kabisa kabisa. Kwa hiyo hii message lazima ifike kwa principle. Kivovote iwe iwavyo, lazima washikane na tuje na candidate mmoja. Wakati miungano ya kisiasa ikiendelea kupata msukumo, swali linasalia, je, hatua inayofuata ya kisiasa ya Aisha Jumwa itabadili mwelekeo wa nguvu za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Milka Thoya, Runinga ya KU.